Aliyefariki ni mwanangu mimi, anaitwa Omari Khalifa Afa. Kijana huyu kwa sababu mimi ni mzazi wake, maisha yake na jinsi nilivyomlea, malezi nimemlea vizuri sana, kwa sababu sijaona kama ana matendo mabaya kiasi kwamba watu waje wamzuru kwa namna fulani, labda anaweza. Alafu si mtu mwenyewe sio mchokozi, sio wa kupishana na watu kimaneno sana. Lakini taarifa pia nilivyopewa mimi nikiwa kijijini kule kwamba ameuawa kikatili, nimefika huku na nimejishuhudia, kwa sababu mochwari jana nilikwenda nikaangalia, kwa sababu japo nimemuona kwenye friji, lakini alikuwa na alama shingoni ya kuchinjwa. Basi nilimwangalia kwa mbali, kwa sababu maaskari walituambia kwamba msiguse, na madokta walituambia hivyo, msiguse kusudi upelelezi mpaka uwe tayari, mpaka tutakapokabidhiwa ndipo tupeleleze. Alama niliyoiona ni ya shingoni, lakini pia leo nilimuuliza mpelelezi wangu kwamba ile alama ya shingoni ilikuwa ni ya nini, akasema amechinjwa. Kwa hiyo jinsi tu ninavyomuelewa Omari ni kwamba yeye kijana wangu hakuwa mchokozi, ni kijana mmoja anayeweza kujitafutia. Kwa maana hiyo basi nasikitika sana kwa kitendo ambacho kimefanyika. Sijapenda sana, lakini sasa kwa sababu maisha ya duniani huwa tunaishi kwa siku chache, yeye ndo siku zake zimefika, basi tumshukuru Mungu. Asanteni. Amina. Haki gani ambayo unaitaka sasa kwa vyombo vya dola? Kwa vyombo vya dola nilikuwa nataka niseme tu kwamba labda jeshi la polisi liendelee, kwa sababu wale vijana nimesikia kwamba wamekamatwa waliotenda kitendo hicho, na naishukuru pia vyombo vya dola kwamba upelelezi, ina maana upelelezi wao umeenda vizuri, kwa sababu hapo karibu sana na sisi wafiwa pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo vyombo vya dola pia naishauri soko hili la Makole nilikuwa naomba kwamba, maana vijana kisemo cha watu ni kwamba wametokea humu. Kwa hiyo wale vijana baada ya kutoka humu, ina maana hivi vibanda vya hapa sokoni, mimi nilikuwa naomba kwamba vitumike katika hali ya kufanyia biashara, si kwa ajili ya makazi ya watu, kwa sababu humu inawezekana watu tunawahifadhi humu, alafu mwisho wa siku wanaanza kutenda matendo ambayo sio mema sana. Kwa hiyo kwenye uongozi wa kitongoji pamoja na uongozi wa serikali nilikuwa naomba kwamba pale vibandani watu wafanye biashara kwenye vibanda vyao husika, na badala ya kuviweka kuwa ni makazi ya watu. Hayo ndio maoni yangu. Tuzungumzie Omari, jinsi gani ambavyo alikuwa anaweza kuisaidia familia yake kupitia kazi yake. Omari alikuwa anaisaidia familia yake kwa sababu alikuwa anaishi na binti ambaye ndio mke wake yeye, lakini kwa sababu ninakaa naye mbali, mimi nipo kijijini, yeye yupo huko mjini, lakini kwa jinsi ninavyoelewa na jinsi nilivyokuja kupata taarifa yake ni kwamba wanaishi vizuri sana na maisha yake yanaenda vizuri, kwa sababu kazi yake ni hiyo ya uboda na kipato kidogo kinawasaidia, wanaendelea kuishi vizuri. Lakini mpaka hivi sasa lazima mke wake apate shida, kwa sababu tayari mwenzake imeshamtoka. Kwenye familia yako alikuwa na mchango wote kwamba anatuma fedha? Kwenye familia yangu najua alikuwa anatoa msaada, kwa sababu kila ninapotoa shida ananisaidia. Akipata kidogo basi anawagawia na nyinyi. Kwa hiyo sisi tunanufaika pia na yeye, kwamba atakachokipata mkimlalamikia basi na yeye anawatumieni. Kwa hali hiyo sasa hivi kidogo sio kidogo, ni sana tu, tumepata doa kubwa sana au pengo, kwa sababu mimi mwenyewe tu hapa kama mzazi na watoto wawili, mmoja ameshanitoka hivyo tayari, nimebakiwa na mmoja. Kwa hiyo ndio shida ambayo nilikuwa nayo mimi zaidi, lakini Omari alikuwa ni mtu wa msaada sana. Kwa jina Idi Mohamed Kawa, nakaa Dodoma Makulu. Sasa msiba huu, au tukisema marehemu, mimi ni mjukuu wangu. Nilipokuja kupewa taarifa hii kidogo ilinipa huzuni, ikabidi nije. Kuja kufika hapa nikawakuta ambapo walioko hapa, nikauliza hebu mnihadisie ilikuweje. Wakaanza kunihadisia jinsi ilivyokuwa,
na mpaka waliofika kule mochwari kwenda kuona mwili ule na jinsi ilivyokuwa, ikabidi na leo tukaenda kule polisi, ndio akaturuhusu inabidi muende kwanza kule mochwari. Tumekuja kufika mochwari, wakatuambia jamani, mwili hatukujua kama ndugu mko karibu. Ina maana kule katika kumweka kwenye firiji moto ulikuwa ni mkali sana, kwa hiyo aliganda marehemu. Ikabidi wakasema jamani, kwa sababu ni mambo ya kipolisi na mambo ya kiusalama, wanasema kwa leo hii haitawezekana, tuombeane tu radhi, mrudi nyumbani kwanza mkafanya maandalizi mengine, kama ni kuchukua mwili ifanyike kesho asubuhi. Kwa hiyo nafikiri kila moja ana majonzi ya kuona mjukuu wetu, bado mtoto mdogo sana, na bado tulikuwa tunamhitaji, lakini yote mipango ya Mungu. Hatuwezi tukamhukumu mtu kusema kwamba amefanya makusudi. Hiyo aliofanya kitendo hicho hatuwezi tukamhukumu kusema kwamba alikusudia, mipango yake yeye mwenyewe. Naona bwana. Kwa hiyo nilivyoijua, maana yake nikisema ilitokea namna gani, nimeambiwa, ndio ikabidi nisogee kwa sababu alikuwa ananigusa, ni mjukuu. Naona ikabidi naye baba amepata taarifa, naye amekuja, na vile vile nafikiri sidhani kama tutakuwa na mengi ya kuzungumza, na maana naye vile vile ni kama atakuja kuzungumza, alihadisiwa. Naona kwa mimi nafikiri niliyaona ni hayo, lakini yamenigusa. Lakini sasa utafanyeje? Naona sisi wote ni wapitaji, sio kusema tumekuja kuishi milele hapa, ni wapitaji. Pengine Mungu ndo aliyompangia kwamba yeye mwisho wake itakuwa ni hapo. Kwa hali hiyo kweli bado tuna huzuni. Naona mimi ya kwangu ni hayo. Pole sana. Asante. Asante. Kwa majina naitwa Ani Ngaya, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Makole. Katika mtaa wangu natumaini ilikuwa ni siku ya juzi ya tarehe, ilikuwa siku ya Jumamosi majira ya saa 4 nilipata taarifa kuna kijana ameuawa, ambaye alikuwa ni bodaboda anapaki maeneo ya soko la matikiti maeneo ya Makole, ambaye kwa kijana litambulishwa kwa jina naitwa Omari, na kijana nilikuwa namfahamu kwa sababu wenzake walinionyesha picha, nilikuwa namfahamu. Tukio lilitokea maeneo ya Chinyoya, kuna watu walimkodi kwenda huko, basi wakachukua upolaji wa pikipiki na yeye wakafanya tukio la kumuua kwa kumkata nasikia kolomelo na kumjeruhi sehemu za mwili. Kwa hiyo nilipata taarifa hizo na mimi nilikuja mpaka hapa nyumbani kwao. Baada ya kufika hapa niliwakuta ndugu zake, basi wakawa wanafanya jitihada za kusubiri kumpata mzazi wake ambaye baba yake alikuwa ni maeneo ya Tabora, ambaye jana nadhani alisikiri aliweza kuwasili jana. Baada ya kuja mimi asubuhi hapa nikuta mzazi wake ashawasili. Kwa hiyo walifanya jitihada za kwenda, mwili ulihifadhiwa hospitali ya General Dodoma. Lakini siku ya pili ambayo siku ya jana, siku ya Jumapili, nilipata taarifa nyingine ambayo tena kwamba wale walifanya tukio imekamatwa pikipiki, na kuna baadhi ya watu ambao vijana wanahusishwa ambao waliopo katika eneo hili la Makole ambao wanaishi kwenye soko la matikiti. Kwa hiyo walikamatwa ili kufuatilia upelelezi zaidi. Na siku ya leo ilikuwa ni siku ifanyike ili mwili ufanyiwe maziko leo, lakini baada ya kwenda hospitali polisi walikuwa bado hawajakamilisha upelelezi wao. Kwa hiyo waliomba ili swali lifanyike kesho. Kwa hiyo kwa sababu ni mambo ya kiusalama zaidi, na sisi wakawa ndugu nao wameridhia, basi tunaomba Mungu tusubiri mpaka kesho ili tuweze kumstiri huyu kijana. Ndio. Labda rai yangu mimi tu niseme kitu kimoja, kwamba inapaswa kuwa makini na hawa waliofanya mambo haya wanatakiwa wachukuliwe hatua. Ni jambo ambalo sio zuri kumtoa uhai mtu kwa sababu ya kuchukua pikipiki na kwenda wewe labda unahitaji, una shida ya fedha. Ziko kazi nyingi za kufanya, kwa sababu huyu ni kijana mdogo kwa anafanya atafute maisha yake. Wamemtoa, na nimesikia kama ana mke. Sasa umemtoa uhai kijana mdogo kwa sababu ya pikipiki tu. Kwa hiyo rai yangu, naomba vijana
wajilinde na watu kama hawa katika mtaa wetu inabidi tuwachukulia hatua tu, yani kwanza walindane na watu kama hawa wanaokuja wageni, ndio haya tunazungumza kwanza tutambuane. Kwa hiyo ni watu ambao tumefuatilia, si wakazi wa hapa, ni watu wageni ambao walichofanya kitendo cha namna hii, na ninahisi paka walifanya hivyo kwa sababu huyu bwana aliwatambua, ndio maana wakaamua kumtoa uhai. Kwa hiyo naomba tu tuachie jeshi la polisi wakamilishe upelelezi, mambo mengine yataendelea. Basi mimi nashukuru sana. Asante.